Kumbukumbu ya Torati 28:13 nasema Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala hui chini, utakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizao hivi leo kuyaangalia na kuyafanya. Kuwa juu tu ni ahadi ya Mungu kwa kila mtu ambaye ni wa kwake. Mungu hakusudii kutuona tumekuwa chini, anataka tukuona tumekuwa juu tu kwenye maeneo mbalimbali ya maisha ambayo tunajikuta tupo. Mungu hawezi kumwambia mtu atakuwa juu tu kama hajamwekea uwezo wa kuwa juu. Mungu alipomwambia mwanamke, alipomuumba akamweka kwamba akazae, asingemwambia akazae kama hajamwekea ndani yake mifumo ya kubeba ujauzito na kuzaa. Kwa aliposema utakuwa juu tu, maana tayari ndani ya mtu alishaweka uwezo wa kumfanya awe juu tu. Ndio maana alipokuwa naumba sema akaumba ndege wa angani. Alipoumba ndege wa angani maana aliwekea uwezo wa kuruka. Sisi hakutuwekea uwezo wa kuruka, ndio maana hakutuumba ili tuwe tunatembea angani. Akasema akaumba wanyama watambaao na wanyama wa majini. Kwa alipomuumba bata au kuku au mtu au njiwa, hakumuumba na matamvua kama samaki. Aliposema akaumba wanyama wa baharini, maana tayari ndani yao aliwekea mifumo ya uwezo wa kuishi baharini. Kwa hapa aliposema utakuwa juu tu, maana tayari ndani ya mtu uliingia uwezo wa kumfanya awe juu tu. Umeumbwa, umetengenezwa na umewekwa kwa ajili ya kuwa juu tu. Ili hapa anasema hivi, utakapoyasikia maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizao hivi leo kuyaangalia na kuyafanya. Kwa hiyo kuna wajibu utakaposikiza, kuangalia na kufanya. Kwa lazima kuna vitu ambavyo uvifanye ndivyo vitakavyokufanya uwe juu tu. Usipovifanya hauwezi kuwa juu tu. Hicho kitu kitatokea pale ambapo utasikiliza kwa bidii kuyafanya yale ambayo anakuagiza. Ukiyafanya yanakufanya uwe juu. Kwa maana yake kwenda juu kuna kuwekea uhitaji fulani. Kwenda juu kunahitaji kitu fulani kutoka kwako. Kinahitaji nguvu fulani kutoka kwako. Ni kama ngazi za kupandia. Kwenye majengo marefu wanaweka lifti. Ili mtu akiingia kwenye lifti anasimama inapanda namfikisha. Ila ukisema utembee upande kwa ngazi, lazima kuna nguvu ya kutumia. Lazima ili ufike juu itakuhitaji nguvu yako kutokea ndani ya kufanya utembee kwenye zile ngazi. Kwa hiyo mtu amesaambia utakuwa juu tu. Ile kwamba utakuwa juu tu inamaanisha utakuwa juu automatic. Ni wewe sasa utafanya uchaguzi. Uwe juu tu au uwe kawaida au uwe chini tu. Sasa angalia. Anasema hivi utakuwa juu tu wala hutakuwa chini. Hajasema utakuwa katikati. Anasema utakuwa juu tu wala hutakuwa. Manake mwanadamu hajapewa alternative. Hajapewa mbadala wa kuwa juu. Ameweka utakuwa juu tu. Hamna namna. Hakuna mbadala wowote wa kutokuwa juu. Kwa hiyo ni lazima uwe vile. Ni lazima ufike pale. Ni sawa sana mtoto anavutungwa mimba tumboni. Tuamini kila mtu anakuja sawa sana mapenzi ya Mungu. Mungu akisema anayekuja saizi huyu ni mwanamke au ni mwanaume, ni mvulana au ni msichana. Mzazi hana uwezo wa kubadilisha jinsia ya mtoto ambaye Mungu amekusudia awe. Atazaliwa tu msichana huyu ambaye Mungu amemkusudia. Au atazaliwa wa kiume huyu ambaye Mungu amemkusudia. Aliposema utakuwa juu tu wala hutakuwa chini. Maana hakuna uchaguzi. Umewekwa uwe juu tu wala hutakuwa chini. Sasa iko hivi. Ikiwa utasikiza kwa bidii na kufanya, utakuwa juu tu wala hutakuwa chini. Maana kuna mambo usipoyajua ukaacha kuyafanya, automatically unakuwa chini. 28 mstari wa 1 anasema hivi, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu atakapokutukuza, maana atakuinua. Sasa akikuinua ndio unakuja mstari wa 13 anasema utakuwa juu tu wala utakuwa chini. Anasema utakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo kuyaangalia na kuyafanya. Kwa ukiyasikiliza ukaamua kuyaishi, utakuwa juu tu wala utakuwa chini. Kwa lugha nyingine ni kwamba wewe unataka kuwa juu au hautaki kuwa juu, ila ukiyafanya unajuta uko juu, whether you like it or not. Yani kama wewe unataka au hutaki. Hapa aliposema utakuwa juu tu wala utakuwa chini, utakaposikiza kuyatunza haya na kuyafanya, utakuwa juu tu wala utakuwa chini. Ni kwamba wewe unataka uwe hautaki, madam umeyachukua ile mambo na ukayafanya, utajikuta tu umekuwa juu. Sasa na usipoyachukua ukayafanya, utajikuta tu uko chini. Ndio tafsiri yake manake. Anasema utakuwa juu tu wala utakuwa chini, utakapoyasikiza kuyafanya. Maana usiposikiza na ukaacha kuyafanya, badala kuwa juu unakuwa chini. Lakini kuwa chini haitakuwa sehemu yako katika jina la Yesu. Hautakuwa chini katika jina la Yesu Kristo. Utakuwa juu tu katika jina la Yesu Kristo. Sasa angalia. Kama
ukiyafanya unakuwa juu tu, basi tunapaswa kukubali kuwajibika. Na angalia, hili jambo sio la kigrupu, sio la kijumla, sio la kifamilia, sio la kiukoo, sio la kimahusiano. Yaani ni la mtu mmoja mmoja binafsi. Anasema ikiwa anatumia umoja, hatumii wingi. Sio la kikanisa, ikiwa utasikia, make mmoja. Anasema utakuwa juu tu wala utakuwa chini, utakapoyasikia. Hajasema anasema utakapo, sio mtakapo, utakapo. Kwa ni uwajibu wa mmoja kibinafsi. Kwa lazima ukubali kupata baadhi ya vitu na kuvisikia, ili uwe mwanafunzi anayekuwa, ili uwe mtu ambaye umo kwenye wanaopanda juu au wanaokaa juu tu na wala hawezi wakawa chini.